Wanaochuoni wanatofautiana kuielezea kwa kutofautiana kwao uelewa wao. Sasa na mimi nataka nichomoke kidogo tu. Hivyo ndivyo nilivyoelewa, na sivyo vyote nilivyovielewa katika aya hiyo. Vingine wamevielewa wengine walivyovielewa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Naanza mwisho kisha narudi mwanzo. Ayyaman ma'dudat, hapa kuna maana ya inas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaliwaza wafungao kwa ule uzito wa kujiepusha kwao na vilivyokuwa vya halali kabla ya Ramadhani kuingia. Uzito wa kuviacha kwao vilivyokuwa vya halali ndani ya michana ya Ramadhani, ima siku 29 au siku 30. Uzito huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaletea kwa sura ya kuambia ayyaman ma'dudat, ni masiku machache, masiku machache yanayohesabika, ima siku 29 au siku 30, michana 29 au michana 30 ya Ramadhani. Michana 29 au michana 30 ya Ramadhan, ukiweza kuitumia sawa sawa, utakuwa umefanikiwa kutoka ukiwa na daraja nyingine isiyokuwa ile uliyokuwa nayo kabla ya Ramadhan. Nini kinachofanywa ndani ya michana 29 au michana 30 ya Ramadhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ni kujizuia na kila chenye kufunguza. Hiko ndicho kinachofanywa, na kujizuia huko ni lazima kwa umma huu kila ufikapo mwezi wa Ramadhan ndani ya michana 29 au 30 ya Ramadhan. Na ulazima huo huo wa kujizuia na kila chenye kufunguza ulipitishwa kwa wote waliopita kabla yetu, maadamu walikuwa na imani ya kumkubali Allah Subhanahu. Na kujizuia huko huko kutaendelea kuwa ni lazima kwa wote watakaokuja baada ya nyakati zetu hizi mpaka kiyama kusimama. Lengo la kujizuia ni nini? Vinywaji vya halali unaweza kuvitumia, afya yako inaruhusu kuvitumia, mfuko uko vizuri kuvinunua ukatumia, lakini kila ifikapo alfajiri kuchomoza unajizuia mpaka magharibi jua linazama, ndo unaruhusiwa kula, ndo unaruhusiwa kunywa, ndo unaruhusiwa kutumia. Michana 29 mpaka 30 ya Ramadhani. Nini kinacholengwa? Kinacholengwa ni kuisomesha nafsi. Nafsi, Mwenyezi Mungu anasema inna nafsa la ammaratun bisu. Hii ni jumlatun khabaria, na jumlatun khabaria ikija yufidu thubut, inafahamisha kuthibiti. Kwa hiyo hichi anachokizungumza Mwenyezi Mungu hapa kuhusu nafsi ndivyo ilivyo, si usiku si mchana, popote unapokuwepo nafsi yako iko hivyo. Anasemaje? Anasema inna nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi, hakika nafsi, hakika ni yenye kunasibika na sifa ya kuamrisha mabaya. Hii ndio sifa ya nafsi. Tupo sasa, unapopewa michana 29 ya Ramadhan au michana 30 ya Ramadhan, nafsi inakutamanisha kunywa,
nafsi inakutamanisha kula, lakini wewe unakataza nafsi yako. Cha kunywa kipo, afya inaruhusu, lakini hunywi michana 29 mpaka 30. Nini? Ni unailea nafsi yako kwamba inawezekana ikatamani na wewe ukaikataza ikakatazika. Inawezekana. Sasa ikiwa umeweza kuilea nafsi yako malezi ya kuikataza vilivyokuwa vya halali kuanzia alfajiri mpaka magharibi, michana 29 mpaka 30 ya Ramadhani, utashindwa kuilea nafsi yako malezi ya kuikataza mabaya baada ya kumaliza Ramadhani? Utashindwa? Ndio. Hili ndilo somo linalotolewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kila mwezi wa Ramadhani ndani ya kila mwaka. Ni mtu anapewa uwezo wa kuidhibiti nafsi yake, ni mtu anapewa mafunzo ya kuilea nafsi yake malezi ya kuikataza. Ikiwa ameweza kuilea malezi ya kuikataza vilivyokuwa vya halali, atashindwa kuilea malezi ya kuikataza vilivyokuwa vya haramu? Ataweza. Ikiwa ameweza kuikataza vilivyokuwa vya halali na ikakatazika ndani ya michana 29 au michana 30 ya Ramadhan, faida ni ipi anayotoka nayo? La'allakum tattaqun. Faida anayotoka nayo huyu mtu kwa kazi aliyoifanya ya kuikataza nafsi yake na vyote vyenye kuharibu funga, michana yote hiyo, ni kuwa mcha Mungu. Hii ndio faida anayotoka nayo. Na ucha Mungu ni nini? Ucha Mungu ni kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kujiweka mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo aliyetoka vizuri ndani ya michana ya Ramadhani, tunamtarajia miezi 11 inayokuja mpaka Ramadhani ijayo atakuwa anaishi maisha ya kutekeleza maamrisho ya Mungu na kujiweka mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ndivyo tunavyomtarajia. Kwa nini? Kwa sababu aliweza kuidhibiti nafsi yake, kuikataza nafsi yake na vilivyokuwa vya halali vyenye kuharibu funga mchana wa Ramadhani. Atashindwa kuidhibiti na kuilea malezi ya kuikataza mabaya baada ya Ramadhani kuisha? Ataweza. Kwa hiyo tunamtarajia kila aliyetoka vizuri ndani ya Ramadhani, miezi 11 inayokuja atakuwa si yule aliyekuwa kabla ya Ramadhani kuingia. Vipenzi wa Allah Subhanahu, Bwana Mtume akasema, kwa kufahamu hivi, akasema man swama Ramadhana, yeyote aliyejizuia na kila chenye kufunguza mchana wa Ramadhani, michana ya Ramadhani, imanan, kwa ajili ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba atamkataza kutumia vyenye kufunguza michana ndani ya michana ya Ramadhani, wahtisaban, na kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ghufira lahu ma taqaddama min dhambi wa ma ta'akhkhar, anasamehewa